kulisoma neno kila itwapo leo. Kwa maana hiyo unatakiwa uwe ni mtu wa kulisoma neno kila itwapo leo. Kinachokutesa leo ni maneno uliyosikia na ni maneno uliyojitamkia. Umejiandaeje kuingiza neno jipya la Kristo la Yesu ndani yako ili lilete mabadiliko? Kwa sababu kitakachokufanya uweze kubadilika, kitakachokufanya uweze kupiga hatua, utoke katika hatua ya giza uingie katika nuru, ni neno. Na ninapozungumzia habari za wokovu, wokovu ni kitendo cha kuokolewa kutoka katika giza kuingia katika nuru. Umetolewa katika kutokujua, umeingia kwenye kujua. Ndiyo maana ya wokovu. Mtu mwingine anadhani wokovu ni kitendo cha kwenda kanisani na kurudi. Ile ni kwenda kujihudhurisha. Lakini wokovu, barikiwa sana. Lakini wokovu ni kitendo cha kuokolewa. Umetoka katika giza, umeingia katika nuru. Umetoka kwenye kutokujua, umeingia kwenye kujua, na utatoka kwenye giza au kwenye kutokujua kwa kupitia neno. Ni neno peke yake ndilo linaweza kumuokoa mtu. Ni neno peke yake ndilo linaweza kumbadilisha mtu. Neno ni nini? Neno ni Mungu. Yohana 1:1, maandiko nasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Wakati ambapo neno utakapoliingiza ndani yako, neno ndilo linaleta mabadiliko katika maisha yako.